Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Karibu sana mpendwa mtazamaji wa MHAE TV katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa kwa ajili yetu katika Biblia. Na hapa tunakutana na ahadi nyingine katika Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 6. Taanza kusoma mstari wa 19. Anasema, msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, na wevi huvunja na kuiba. Bali jiwekeeni hazina mbinguni kusikoharibika kitu, kwa nondo wala kutu wala wevi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Mpendwa mtazamaji wangu, hatimaye tumefika hapa. Hatimaye tumefika kwenye ahadi hii. Kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Mpendwa mtazamaji wangu, mimi ni furaha yangu kuona uko pamoja nami na kufuatana nami. Kwa kuwa hii inanifurahisha na bila shaka inakujenga na wewe. Hivyo basi, katika habari hii inahusu utoaji na kujiwekea akiba. Kila mmoja hujiwekea akiba. Na mimi nikusihi tena na kukuasa usiache kujiwekea akiba. Kwa kuwa akiba kazi yake ni kukufaa wakati ujao. Akiba sio kwa sasa. Wakati wa kuiweka ni ngumu sana. Lakini mimi nikwambie, ni jambo jema sana kujiwekea akiba hata kama ni ngumu. Kidogo kidogo tu weka. Wakati utafika ambapo utaihitaji. Hivyo basi anasema msijiwekee hazina duniani. Lakini ngoja nikwambie, hazina iliyo nzuri zaidi sio ya kuweka benki au kwenye vikoba au kwenye mifuko ya kijamii. Mahali salama zaidi ni mbinguni. Yesu anasema msijiwekee hazina duniani, jiwekeeni hazina mbinguni. Yesu hapa anazungumzia utoaji wa sadaka. Anaongelea hasa utoaji, kwamba ukiwa mtoaji, ukitoa kwa moyo haupotezi. Hizo zinaenda kuwa akiba mbele ya safari. Zinaenda kuwa akiba mbele ya safari. Kule tutakapofika mbinguni tutakutana na akiba zetu. Sasa fikiria wewe utakuta akiba yako ni kidogo, alafu unaambiwa utaishi milele kwa hii. Fikiri kwa akili yako kama itawezekana. Kitu muhimu hapa sizungumzii hiyo, mimi ninachozungumzia, Yesu anasema jiwekeeni hazina mbinguni kusikoharibika kitu. Benki inaweza kupata shida, nyumba inaweza ivunjwe, kaibiwa. Akiba yako inaweza kufanywa chochote ikapotea. Lakini ukiweka kwa Mungu hakupotei. Ukiweka mahindi yako, kuna wadudu watakula. Ukiweka pesa yako, inaweza ikaliwa na panya, na vyovyote vile ikaibiwa. Lakini kwa Mungu hakuna kinachoibiwa wala kupotea. Nikusihi mpendwa mtazamaji wangu, Biblia inaposema moyo wako ulipo ndipo utakapokuwa, hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwa, Yesu hapa anataka kusema siku moja utapelekwa kwenye hazina yako. Kwa hiyo hebu toa kwa moyo. Hicho unachotoa wewe kitoe kwa moyo. Kama ni katika kuwapa watu ama kanisani kutoa sadaka, chochote unachofanya kutoka kwenye mapato yako, ifanye kwa moyo. Rafiki yangu, unajiwekea akiba mbinguni. Kila anayejiwekea akiba mbinguni ataikuta siku moja. Kwa sababu moyo wako utakakokwenda ndiko utakakokutana na hazina yako. Kwa kuwa hazina yako inakoelekea ndiko moyo wako siku moja utakuwa huko. Nami nikusihi, kama ilivyo kwenye akiba yako ya duniani, akili zako, moyo wako uko kule, ndivyo itakavyokuwa hata akiba ya mbinguni. Moyo wako nao utaenda hapo hapo. Usiache kutoa kwa moyo sadaka. Kadri unavyotoa kwa moyo ndivyo unavyojiwekea zaidi. Kadri unavyotoa kwa wingi ndivyo unavyojirundikia akiba kwa wingi. Usiache kutoa kwa wingi. Wakati mwingine kutoa inauma. Wakati mwingine kutoa ni ngumu.
Lakini mimi nikwambie, hebu toa mpaka uone kweli umetoa. Toa mpaka moyo useme nimetoa. Kwa njia hiyo unajiwekea akiba kwa Mungu. Mungu akubarikie sana. Mimi sijui unavyotoa, na wewe wala huwezi kujua mimi ninavyotoa, lakini tunatakiwa kutoa na kujiwekea akiba mbinguni. Kuwapa watu vitu nanyi mtapewa, alisema Yesu. Kwa hiyo usiache kuwapa wenye shida, wenye haja, wenye mahitaji vitu, nawe utapewa. Mungu akubariki. Tukutane kwenye kipindi kijacho, tuendelee kutazama ahadi za Mungu zilizomo katika Biblia. Na ubarikiwe sana kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.